nilipata kujua ama kuelezwa kwamba Kiswahili kilizaliwa kule Zanzibar. Ikakuwa na kubalehe huku Tanzania bara. Kufika Kenya ikapata matatizo ya maradhi. Kufika Uganda kwa sababu ya maradhi yalimzidi akafa. Na mazishi yalifanyika kule Kongo. Sababu hiyo nawaomba radhi. Nitoe hotuba yangu kwa Kiingereza. Asanteni. Wewe ni rais wa pili wa Kenya. Mwaka 2002 alikuja Rais Arap Moi kuhutubia bunge la Tanzania, na sasa wewe kwa heshima umekuja wewe kuja kutuhutubia sisi. Hii ni bahati na ni heshima kubwa sana. Sasa leo tuna bajeti ya maji na waziri wa maji ana wake wawili. Mke mmoja ni mbunge anaye hapa ndani, sasa Mheshimiwa Rais, mke mwingine sio mbunge, lakini hakubali, anakuja na kaa juu pale. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jumuiya ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa wa bunge hili la Jumuiya ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, hamjambo. Asalamu alaikum. Nikatumana technocrats wangu wakaenda wakakutana na Rais Museveni, tukakubaliana zile nambari, ikafanyiwa calculation, tukajua ya kwamba tukiungana nchi zetu tatu kujenga refinery hapa itakuwa ni jambo la muhimu, itatuletea ajira, sijui kama tunaelewana ba. Ndio sababu hiyo nikapendekeza ya kwamba tuwe na kongamano. Tukawa na kongamano hile kule Nairobi, tukawaita wale matajiri wetu wa bara letu la Afrika, kina Dangote na wengine ambao wameshajenga refinery wakati mmoja, na tukakubaliana ya kwamba nafasi tulio nayo is not to continue exporting raw materials from our continent and importing finished goods from elsewhere.
na ndio sababu hiyo tukapendekeza ya kwamba tukiungana Uganda, Tanzania na Kenya tunaweza kujenga refinery, ndio tuhakikishe ya kwamba ile mafuta tunairefine hapa kwetu, pesa inabaki hapa kwetu, nafasi za ajira inabaki hapa kwetu, tutengeneze bidhaa zingine ya fertilizer ama mbolea hapa kwetu, plastic industry iwe hapa kwetu, petrochemical industry iwe hapa kwetu, badala ya kuzitafuta kutoka nchi zingine, badala ya sisi kwenda kung'ang'ana kule sijui Strait of Hormuz kulete mafuta kutoka sijui wapi. Sasa nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule na sisi wenyewe hatujatangaza? Sasa nauliza nyinyi, ile refinery bana is a big investment. Sikizeni, hiyo investment is in billions of dollars. Kama mimi ningekuwa na nafasi ningeipeleka kule Kenya, lakini kwa sababu ya kuamini ujirani na bara letu la Afrika na jumuiya ya East Africa, sisi ni wamoja, nikasema ikijengwa Tanga ni kama vile imejengwa Kenya. And why are we building it in Tanga? It is because the crude pipeline is already heading to Tanga. Na mafuta pale tukimalizia itakuwa sehemu fupi sana kutoka Tanga mpaka Mombasa. Tupeleke mafuta alafu tuweke kwa ile pipeline ambayo tuko nayo tayari. It will make our Kenya pipeline commercially viable, better, and hatutakuwa tunasumbuka na sijui Hormuz na wapi kutoka hapa Tanga mpaka Mombasa. Sikizeni bana, kawaida kupata mwegezaji ambaye analeta mabilioni lazima uwapigie magoti, uwaambie maneno mazuri, wapatie sijui incentives, sijui wapatie nini. Mimi nawasaidia kuleta investment Tanga. Kama mungekuwa watu wangwana mungetulipa sisi wa Kenya, mungesema asante sana. Kwa hivyo let us work as East Africans. What is good for Tanzania is good for Kenya, and what is good for Kenya is good for Tanzania. Tafadhali na wasihi, nikiwa rais wa pili, kwa mapenzi ya Mungu na kwa heshima yenu, kuhutubia bunge hili la watu, the great people of Tanzania, I want to ask you, sisi ni wamoja bana. We are one people. Tusikubali kasumba ya samani. Sijui Wakenya ni maadui wa hawa, sijui wa Tanzania. Hapana, we are one people. We have a common destiny. Nimewaeleza Wakenya sio maadui wa Tanzania. Watanzania sio maadui wa Kenya. Maadui wetu sote ni pale ambapo hatuna mali, hatuna nafasi za ajira, hatuna fedha. That is what we must struggle against. Na nataka niwaeleze, kuna semekana na huko kwetu kwamba mali unaweza kuwazima ama kugawa, lakini umaskini haugawanyiki bana.
let me put it in English. They said, you can share wealth, but you cannot share poverty. What matters is not whether the asset is in one side of the border or the other. What matters is whether it strengthens our shared prosperity. That is the model we must pursue. That is the model we must pursue. Shared corridors, shared energy systems, shared ownership, shared responsibility, and shared benefit. But infrastructure alone is not enough. Integration must also be supported by strong, credible, and effective institutions. That is why the decision taken at the 25th Ordinary Summit of the East African Community in Arusha were both timely and necessary. I have been to many meetings of EAC, but the one we had last was the most consequential in my estimation. First, we appointed Ambassador Stephen Patrick Mbundi, a Tanzanian national, as Secretary General. As he assumed office on 25th April 2026, Kenya reaffirms its full support for Mr. Mbundi. Second, we adopted a new financing model, 50% equal contribution and 50% assessed contribution, effective 1st July 2026. We also agreed to waive 50% of outstanding arrears on condition the balance is cleared within 2 years. Third, we agreed that quorum for all EAC organs shall be 2/3 of partner states, streamlining decision-making and making our union more effective. Fourth, all partner states must eliminate non-tariff barriers by 30th June 2026 without exception. And that is why my sister, President Samia Suluhu Hassan, and I yesterday instructed our officials, some of them in this room, that all the outstanding non-tariff barriers between Kenya and Tanzania, and there are about 20-something, we've told them by the end of this month, they must meet and clear all non-tariff barriers. We want to streamline. And ladies and gentlemen, honorable members, I must commend the leadership, the outstanding leadership of President Samia Suluhu on this meeting. Najua pale 2024 biashara yetu ilikuwa imefika $950 million. Lakini mwaka wa 2025 ilirudi nyuma to 860. We lost almost $100 million of business between Tanzania and Kenya. Kwa sababu tuko na watu wajeuri na kiburi mingi pale kwa boda. Wewe Tanzania unaenda wapi? Wewe Mkenya unaenda wapi? Sijui. Watu bure sana. Wametuharibia biashara. Mr. Speaker, I don't want to run into the trouble of using unparliamentary language. Lakini hawa watu ambao wanaharibu biashara yetu pale, weka hii. Tumeambia mawaziri wetu wafanye kutano, tuondoe biashara, itusaidie kuunganisha watu wetu, kuhakikisha ya kwamba biashara inaendelea mbele, tuzalishe mali, tuzalishe ajira, tuondoe umaskini. Honorable members, implementation now is key. It requires a whole of government approach with Parliament
at the center. Kenya has already moved, and a multi-agency technical team is in place to prepare the necessary legal and financial instruments. These decisions will unlock the full potential of the East African community as a pillar of the Africa Continental Free Trade Area. This is the agenda before us, and we must pursue it firmly, fully, and without hesitation. These are not minor administrative adjustments. They are structural reforms designed to ensure that East African community is not only aspirational, but functional and capable of delivering tangible outcomes for the East African people. Because without strong institutions, even the most ambitious integration agenda will struggle to succeed. Mr. Speaker, honorable members, the true test of integration lies in trade. The East African community must function as a dynamic economic bloc,